Wanakijiji wanaobeba majeneza ambao ndio picha iliyojitokeza mwishoni mwa wiki katika hospitali kuu ya Ruzizi huko Sange baada ya mapigano kuzuka upya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika mapigano hayo kati ya wanamgambo wa M23 na jeshi la Kongo, mkururo wa mabomu yalirushwa na zaidi ya watu 30 kufariki dunia. Mapenzi Marie alinusurika kifo ila akapata majeraha kadhaa mikononi na miguuni. Tulikuwa tunaanza panda kilima, tulitoka kukilalo cha Mutoni ya Ruberizi. Tunafika pale Mtarule kwa nyumba za kwanza. Kwa nyumba za kwanza benye walikuwa nyuma walikuwa mbele yetu haikuwafikiria. Mechi tulikuwa katikati mtu iliangukia, ikaanguka ya kwanza, ya pili, ya tatu. Ndio wakuanguka wakaanza anguka pale. Wakukufa wakaanza kufa pale. Na mimi nikawaza hivi naanguka, mimi ndio nalumia tu. Kumbe nilipata na mtoto kumgongo. Mashambulizi hayo yamesababisha maelfu ya watu kuyaacha makazi yao na kukimbilia maeneo salama. Tulikuwa tungali tunakaza roho, mwingine tunaangalia, mwingine tuko tunavumilia. Tuangalie kama vitapita wapi. Ndio tunaona sasa ya usubuhi bombe zinakuwa zinaanguka mwingine na ziko zinaua watu. Ndio tunasema hapana. Hivi inakuwa za kuua watu. Tujongee mbele kidogo, twende tusikilizie hali ya mwingine iko hai. Mpasa hii bombe zinatusumbua sana. Sana. Basoda bako mwingine, basoda tunabacha bako mwingine. Me bombe ziko zinaanguka, hatujui bombe ni za banani, manake tunachanganyikiwa njo. Mkurugenzi katika hospitali kuu ya Ruzizi, Dr. Rene Kinyungu, amesema wamepokea miili kadhaa ikiwemo ya watoto. La journée hier, nous avons reçu 37 blessés. Donc, dans les 37, 6 corps, il y a 3 corps qui nous est venu directement et 3 corps qui sont décédés ici, où il y a un enfant de moins de 2 ans. Dans les 37, nous avons au moins 20 enfants moins. Dans les blessés là, au moins 20 enfants, moins de 20 ans et moins aussi de 5 ans dans les 20. Mapigano haya yamezuka na kuendelea kushuhudiwa siku chache baada ya Kongo na Rwanda kusaini mkataba wa amani uliosimamiwa na Rais Donald Trump wa Marekani huko Washington.